wanajiandaa sasa vijana. Tarehe 14 kuna siku ya Valentine Day ambapo tunaona shamla watu wameshaanza kuandaa mazingira kusherekea siku hiyo. Sheshafi, kwa unavyoijua siku hiyo na story yake, una kitu gani cha kuzungumza na wale ambao wamejiandaa kuisherekea siku hiyo? Mimi Bato nataka nikueleze jambo kiukweli kwamba hakuna sikukuu ya Valentine Day. Hakuna sikukuu, ni kitu ambacho kilichotengenezwa tu, na asili ya jambo hili sivyo hivyo watu walivyolipeleka. Unajua imefika mahala hii sikukuu imepewa jina alafu imekuwa kubwa. Alafu ndio inaonekana sikukuu ya upendo, watu kuvaa mavazi mekundu, kufanyaje. Lakini ukitafuta kwenye historia na maandiko, ngumu sana kuiona. Utaona tu ilianzishwa na watu kwa ajili ya kulienzi jambo fulani, lakini watu wakawa wamelibadilisha hilo jambo, kulitoa katika asilia, kulipeleka katika jambo sio asili yake. Asili ya Valentine sio kwenda kuzini, wala sio kwenda kufanya machafu, wala sio kwenda kutenda mabaya. Mimi nasikia watu wengi wanazungumzia sikukuu ya Valentine. Hiyo ni sikukuu iliyotengenezwa tu na watu kwa ajili ya kwenda kufanya machafu yao, lakini kiasili yenyewe haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Unadhani kwa nini sasa hivi ni sikukuu ambayo imeishika dunia nzima? Yaani kuna nchi ambazo pengine wao ndo walianza, lakini kwa sababu ukiangalia kwa ujumla ni nchi nyingi wanaisherehekea hiyo sikukuu. Wanaisherehekea kwa sababu ni mipango iliyotengenezwa na watu tu. Hiyo ni mipango ya kusherehekea sikukuu hiyo ya watu. Historia yake unaweza kurudi katika miaka 270. Alikuwepo padri mmoja anaitwa Valentine, historia yake katika nchi ya Roma pale. Wakati wa Roma inaongozwa na mtu mmoja anaitwa Claudius. Yeye ndo alikuwa anaiongoza. Na Valentine alikuwa anafanya shughuli zake za kawaida za kidini yake ya Kiroman Katoliki, kama vile sheria zao vile ambavyo zilivyokuwa zinawahitaji. Lakini Valentine yeye akawa anachukua jukumu la kufungisha ndoa. Na maana mtu akitaka kuoa, kama vile sisi Waislamu shehe anakuepo kuozesha au wali, Valentine akawa anachukua jukumu la kuozesha ndoa, kama vile Roma desturi yao ya kuoana. Akawa yeye ndio kama kiongozi wa kufungisha zile ndoa. Lakini wakati huo Roma ilikuwa imeingia katika matatizo makubwa sana ya upiganaji. Sasa Claudius yeye alihisi vijana kuwaruhusu kuoa manake ni kupoteza nguvu ya taifa. Nguvu ya taifa, kwa maana hutokwenda tena kupigana kwa sababu utakuwa unawaza mkeo, familia yako na muachaje. Kwa hiyo hata tukutia maneno sana, lakini utakuwa unawaza mke, nimeoa juzi afu nimwache mke wangu nikauawe. Kwa hiyo una kile cha kuwazia kinachokufanya usiende kupigana vita. Kwa hiyo Claudius alichunguza sana, akagundua kwamba hizi ndoa hizi zinawafanya watu kuwa legelege wasiende vitani. Kwa hiyo akapiga marufuku kuoa kwa Roma. Sio, unanipata? Akapiga marufuku kuoa kwa Waroma. Waroma wakawa hakuna kuoa tena. Lakini sasa huyu alikuwa anatawala kitaifa na Valentine alikuwa anatawala kwa mujibu wa sheria za Roman Catholic, kwa maana dini inataka nini kwa mujibu wake. Akaona yeye hawezi kuacha swala hili la kuozesha. Ndipo inasemekana alikwenda kujificha katika mapango, akawa anaozesha ndoa kisiri siri. Kwa hiyo watu wanakwenda wanaoana kule, anaozesha bila kujua Claudius kwamba huyu mtu bado anaendelea na ile zoezi la kuozesha. Mpaka ikafika mahala inasemekana alikuja binti mmoja akiwa kipofu, haoni, alikwenda kwa Valentine. Valentine akachukua ua akamwandikia love you kwamba anampenda. Historia mbovu ndio ikaanza hapo. Yule baada kupewa ile ua, historia zinasema alipokwenda kule akafumuka macho yakawa yanaona. Wengine wanasema hivyo, wengine wanasema hakupata kuona. Sasa pale ndipo pakahusishwa mahusiano baina ya Valentine na yule binti. Unaona mchezo ulivyotengenezwa hapa.
yakahusishwa nini? Mahusiano ya huyu Valentine na yule binti. Japo ukilitafuta jambo hilo hakuna uhakika, yani utakuta story tu ambazo hazina maana yoyote za kutungwa tu zimeelekezwa. Sasa Claudius akaja kugundua kwamba ni kweli kwamba Valentine anaendelea na zoezi la kufungisha nini? Ndoa kisirisiri. Akamkamata tarehe 14 mwezi wa pili, akamuua. Umenelewa? Tarehe 14 mwezi wa pili Valentine akauawa na Claudius. Sasa hapo ndipo alipokuja mfalme mwingine akaiweka kumbukumbu ya tarehe 14 mwezi wa pili kama sherehe ya kusherekea mpiganaji aliyeuawa akiwa anafungisha ndoa, kukataa maamuzi ya Waroma ya watu kutokuoa. Kumbukumbu ya kumkumbuka mtu Valentine ambaye alifariki, alikufa tarehe 14 mwezi wa pili, alinyongwa akauawa. Kwa hiyo dunia ikaiweka hii tarehe kama siku ya wapendanao. Kwa nini? Kwa sababu yule si aliandika lileua na kumpa yule binti kipofu kwamba love you, kwamba penzi, pendo. Sasa ikabebwa ile moja kwa moja, dunia ikaweka tarehe 14 mwezi wa pili kuifanya kuwa haikuandikwa ile tarehe ambaye alichukua lileua akampa. Ile haikuandikwa, imeandikwa tarehe ya kuuawa, ndio imewekwa kwenye historia. Kwa hiyo watu wakaweka ile tarehe, leo tunasherehekea kuuawa kwa mtu ambaye aliyekuwa anataka maslahi ya dini ya kufungisha ndoa. Imegeuzwa, imekuwa sikukuu ya wapendanao. Sawa, tufanye ya wapendanao, basi tupendane mke na mume, kwamba tunapendana, mtoto na baba wanapendana, kisio kimahusiano. Lakini sasa wahuni wakaichukua sasa wakaifanya kwa ile sikukuu. Ni sikukuu ya nini sasa? Ya kufanya maasi. Ukweli tu useme, tusiwasingizie bwana. Haikuwa asili yake kwamba ni sikukuu ya kufanya maasi, wala haikuwa asili yake ni sikukuu ya zinaa. Asili yake kusherekea kuuawa kwa mfalme Valentine aliyekuwa anafungisha ndoa baada ya Claudius kukataa, ila ikapinduliwa sasa, ikapelekwa katika sikukuu ya wapendanao, ikafanywa sikukuu ya zinaa, ikafanywa sikukuu isiyokuwa na maana, ikafanywa sikukuu ya ushenzi. Kwa hiyo leo tukisherekea hii, sisi hatutakiwi kusherekea. Kwa nini? Kwa sababu asili ya hivi vitu vimetoka, na sisi Waislamu tuna taratibu zetu katika sherehe zetu zaidi, hatuna sherehe nyingine zaidi ya Kiislamu. Kwa hiyo Muislamu kusherekea hili ni dhambi, hatakiwi kusherekea. Kwa sababu gani? Waislamu wana sherehe zao ambazo Mungu kafanyaje? Kawaambia au mtume kazifundisha. Lakini na hao wanasherekea sasa, wakageuza maana halisi wakapeleka katika maana isiyokuwa halisi, wakaweka sikukuu ya kumwasi Mungu. Hii ina madhara gani kwa kwenye dini ya Kiislamu? So tumeona hata nchini kwetu asilimia kubwa wapo pia Waislamu ambao wanasherekea na wapenzi wao. Tunaona picha, video wakiwa maeneo tofauti, wakiwa kwenye mahoteli makubwa, wakiwa hivyo wanasherekea hii sikukuu ya Valentine Day. Hii kwenye imani ya Kiislamu ina madhara gani kuingia? Yaani muumini hatakiwi kufanya hivyo vitu. Shida wengi sana tunaishi pale si kwa sababu dini inasema, na tunaishi sio kwa kufuata dini, tunaishi kwa sababu ya mihemuko, kila linalotokea na sisi tunafanya. Lakini Muislamu hatakiwi kusherehekea sikukuu iliyogeuzwa hii na kufanya sikukuu ya kishenzi. Duniani wanaweza kutaka dunia kuiangamiza kwamba iwe na siku ya kumwasi Mungu. Ndio maana ikaekwa tarehe 14 mwezi wa pili, baada kuwa ni tukio la kuuawa Valentine, sasa ikabinuliwa tukitaka ni siku ya kukuu ya kumwasi Mungu. Wenyewe mnaita sikukuu ya kupeana maua, kufanyaje? Upendo si kwenye Uislamu kila kitu. Hii ni sikukuu ya kumwasi Mungu tu. Upendo kwenye Uislamu ni kila siku. Hakuna Uislamu kwamba kuna siku maalumu ya upendo. Ndio siku ambazo wanakuambia ndoa nyingi zinavunjika, mahusiano mengi yanavunjika kwenye siku hii. Na hii siku sasa ndio imekuja katika vunja jungu, sijui ndio itakuwaje yani. Unakuta mtu ana wake wawili, shehe. Sasa siku ya Valentine unamposti mmoja hujamposti, mtitu unaanzia hapo. Sasa kwenye Uislamu bwana, hii batu haitakiwi kabisa. Yaani haitakiwi kabisa kwenye Uislamu. Ni haramu kusherehekea sikukuu, kwa sababu ni sikukuu iliyotengenezwa kwa ajili ya kumwasi Mungu. Kwa tusisherehekee. Kwa wale Waislamu ambao wanajiandaa kusherehekea sikukuu hii,
una neno gani la kuambia? Waache warudi kwenye dini yao. Dini yao ipo sehemu ambazo Mungu kasema tusherekee, sio kile kinachokuja sisi tunasherekea. Ni dhambi kusherekea sikukuu. Waache kabisa. Waache washerekea leo, kesho kutwa wanafunga. Maana wanavunja jungu kwa staili hiyo. Hakuna kwenye Uislamu. Kabisa hakuna kwenye Uislamu. Neno moja la mwisho la kuambia hawa ambao wanataka kusherehekea Valentine, na ikiwa kesho kutwa tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwaambie kwamba Waislamu tuna sikukuu zetu. Tusige sikukuu za watu wengine. Tuache sikukuu zetu, tusherehekee siku zetu ambazo Mtume katufundisha na Mungu katuambia. Usiache kusubscribe, kula vitu vitamu. Asante sana.